siwezi kukaa bila Kevin. Na akiondoka ndo baba, ndo kila kitu. Kulala njaa, hilo ni swala tu tushona kama kawaida, maana tuweza tukala mchana, usiku tusipate chakula au tukashindia uji. Nishapata na madonda ya tumbo, yani yananisumbua hata nikiwa shuleni. Naweza nikawa kwenye chumba cha mtihani nafanya mtihani, tumbo linaniuma. Acha kijana huyu tumpe pongezi ya heshima kwa uthubutu na moyo wake wa upendo kwa familia yake anayoihudumia, licha ya kuwa umri wake ni miaka 15, akifuma vikapu na kuvitembeza kwa baiskeli ili kupata kodi ya nyumba na pesa kidogo ya chakula, yeye na wadogo zake, ujuzi ambao ameupata kutoka kwa mama yake. Kelvin Peter ni mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Kitumba iliyoko wilaya ya Magu mkoani Mwanza, akijiandaa na mtihani wa taifa mwaka huu 2026, licha ya kuwa na jukumu lingine linalomnyima fursa ya yeye kuhudhuria masomo na wenzake darasani, ambaye kwenye familia ni mtoto wa pili kati ya watoto 6 kuzaliwa, na yeye akiwa ndiye kijana mkubwa anayebeba jukumu la kuilea familia yake baada ya baba yao mzazi kufariki akiwa na umri wa miaka 3. Unakuta pesa haipo, hasa siwezi nikaenda shule nikiwa na njaa, siwezi nikasoma nikaelewa. Sasa inanibidi nibaki nyumbani nifume vikapu, nikienda shuleni kule nakutana na adhabu, maana nakuwa mtoro. Kelvin alizaliwa mkoa wa Mara, wilaya ya Serengeti walikokuwa wakiishi, kabla ya mama yake mzazi kuokolewa na msamaria mwema mwenye asili ya kizungu mara baada ya mama huyo kuanza kuwindwa kutokana na kuwa ni mtu mwenye ualbinism. Hali ya kuvamiwa na kuwindwa mara kadhaa kutokana na hali aliyonayo ya ulemavu wa ngozi ilimpa hofu mama Kelvin na kukubali kuyakimbia makazi yake ya zamani huko wilayani Serengeti. Kwa kuwa yeye aliamini katika juhudi na nguvu zake, baada ya kuokolewa na kuletwa Mwanza, alianzisha biashara ya mgahawa kwa takribani miaka 3. Kupitia mgahawa alifanikiwa kuanzisha ujenzi wa boma la vyumba 2 huko kona ya Kayenze wilayani Magu, huku akimsimamia vyema kimasomo mwanae Kelvin, akiamini ndiyo msaada wake wa baadaye. Yani bila Kevin sijui ningefanya nini, maana nimekaa hospitali Bugando, ananiuguza, anakaa na watoto wadogo zake, yeye ndo anayehangaika, angalia umri alionao. Lakini sasa mambo yamebadilika baada ya mama huyo kuugua kwa kipindi kirefu na kushauriwa na daktari ajiepushe na moto, kwani kulingana na hali yake amegundulika kuwa na saratani ya mionzi. Kilio kikubwa cha Kelvin ni anapata wakati mgumu kulala kwenye chumba kimoja na mama yake mzazi pamoja na wadogo zake wa kike. Wengine tunatandika mkeka hapa na wengine wanashusha godoro upande wa hapo, wanalala hapo chini, na sisi hivyo hivyo tunabanana huko ndani, yani nakuwa hadi shida kubadilisha nguo ndani. Ombi lake kwa wasamaria wema wawaguse walau kukamilisha boma alilolianzisha mama yake ili wahamie waondokane na adha ya kudaiwa kodi, kwani hadi sasa anashindwa kuhudhuria masomo ya kujiandaa na mtihani wake kwa kile anachokieleza anatafuta pesa ya kodi na chakula. Na kibaya zaidi, mwenye nyumba amewambia sasa amechoka kuwavumilia, wanapaswa kuondoka kwenye nyumba yake. IOTV imefika mtaa wa Wita A Kisesa wilayani Magu kuonana na familia ya kijana Kelvin na kutusimulia magumu anayoyapitia na familia yake. Pia tumetembelea ujenzi wa boma uliokwama kutokana na mama Kelvin kuugua na kushindwa kufanya shughuli zake kwa kipindi kirefu. Naitwa Dola Tizedei, mpiga picha ni Masu Brande. Nimepata taarifa kuwa wewe ndo baba wa, yani wewe ndo umekuwa kama baba wa familia, si ndio? Ni majukumu yapi ambayo unayafanya, yani kuhakikisha familia yako inakula na inaendelea kuishi? Majukumu ninayoyafanya ndio kama hivyo, nauza vikapu, natembeza, na saa nyingine nakoswa. Maana sio kila siku kwamba utaenda upate wateja. Kuna siku inashindikana, inabidi tulale hivyo njani, amke kesho asubuhi nitembeze tena, nikiuza hata 2 tunakuja tena tunagawana tu hivyo hivyo chakula, kila mtu anakula. Nilikuwa naomba tu ni watu watusaidie. Ndio. Pole sana. Asante. Hali ya maisha ya nyumbani huwa inakuumiza ukikaa ukifikiria? Ni kweli aga inaniumiza. Kuna muda mwingine inanibidi niache kwenda shule
nifume vikapu, na muda mwingine sasa unakuta pesa haipo. Sasa siwezi nikaenda shule nikiwa na njaa, siwezi nikasoma nikaelewa. Sasa inanibidi nibaki nyumbani nifume vikapu, baadaye nikishamaliza nivitembeze, nikishamaliza kutembeza napata hela. Japokuwa nikienda shuleni kule nakutana na adhabu, maana nakuwa mtoro. Sasa napitia ndo changamoto kama hizo. Maana nikifikiria mama hawezi kupita juani kujishughulisha na shughuli kama wengine wanazozifanya, eti kama anaweza kaenda kuomba kibarua afanye, haiwezekani. Kwa hiyo inanibidi ni mimi tu napambana ili wadogo zangu waweze kupata chakula na waweze wakala. Sawa. Na kwa mfano pia walimu wanafahamu maisha unayoyapitia au maisha unayoishi kwa ujumla? Ni baadhi. Ndio kama kuna mwalimu wangu wa tuition ndio alikuwa anatusupport sana. Anatusaidia chakula, maana kuna wakati mwingine unakuta sijaenda kuuza vikapu, nimetoka shule muda umeenda. Unakuta tunulia mboga na unga na tuletea, tunapika tunakula. Na hadi kuna mwaka jana alitusaidia pia kulipa kodi. Ndio. Mwalimu wako wa tuition? Ndio. Sawa sawa. Na vipi hapa? Kwa haraka haraka unakumbuka mara ngapi umewahi kulala njaa? Kulala njaa hilo ni swala tu tushona kama kawaida, maana tuweza tukala mchana, usiku tusipate chakula au tukashindia uji, yani tushazoea yani. Ndio hadi nishapata na madonda ya tumbo, yani yananisumbua hata nikiwa shuleni. Naweza nikawa kwenye chumba cha mtihani nafanya mtihani, tumbo linaniuma. Na najitahidi tu hivyo hivyo. Ndio. Hizi taarifa ambazo unaniambia, umeshawahi labda kufika katika uongozi wote, labda kwa mkuu wa wilaya au kwa diwani au kwa afisa mtendaji mathalan, ukamueleza hicho ambacho unaniambia? Ni kweli tuishafika. Wapi? Tuishagafika wilayani kule Magu. Ndio mama akawa ameambiwa kwamba apewe barua apite kwa watu aombe nini, mchango. Sasa na yeye kwa hali hii hawezi akapita juani. Sasa kuna watu ndio unaweza kaomba wakakusaidia. Sasa hiyo hali ilimshinda kwa kweli. Ndio hivyo tena ikashindikana, kwa wanakuambia uje kesho kutwa. Ndio kama hivyo hadi yule aliyokuepo yule kiongozi sasa hivi hayupo, ameshahamishwa. Ndio. Sawa. Maendeleo yako shuleni kwa ujumla yakoje? Maendeleo yangu ni mazuri, lakini kama huu mtihani tuliofanya wa Primoko ya mkoa wilaya nilipata division 2. Ya ngapi? Nilipata tu ya 18. Ndio. Na muda mwingine inanibidi kama hivyo nimeacha kwenda shule, nakuta kule wenzangu wameshafundishwa vitu vingi. Kwa hiyo nakuta mimi nashindwa jinsi ya kuvikava vingine. Hapa mnalipa kiasi gani kodi? Kodi ni kwa mwezi ni shilingi 35,000. Sasa hivi mnadaiwa kodi miezi mingapi? Tunadaiwa miezi 5. Ukijumlisha na huu inakuwa 6. Sasa Kelvin, ndugu sawa, baba hayupo, alishatangulia mbele ya haki. Lakini kuna wale labda mamdogo, wajomba, si ndio, shangazi, wao wako wapi? Wameshinda kuwasaidia? Kwa upande naweza nikasema kwa upande wa mama, ndugu zake wengi ndio kama waliobakia wajomba wawili, na wenyewe wanaishi huko kijijini. Ndio maisha yao yani ni kilimo, ndio wanapojishughulisha na kilimo. Hasa ukisema eti kwamba wana uwezo wa kutusaidia, kwa kweli hawana. Maana na wenyewe wanajishughulisha na kilimo, ndio wanacholima hapo, wanapata chochote kitu wanakula na familia zao. Hasa ukisema kwamba tusaidie, kwa kweli hawana msaada. Na upande wa baba toka alivyofariki hakuna mtu eti kwamba anatukumbuka, na hata wengine mimi nishawasahau. Maana toka baba alivyofariki kulikuwa hakuna mtu ambaye anakuja eti kwamba anatuletea chakula nini, anatusupport, hayupo. Ndio yani tunaishi tu yani wenyewe huku. Ndio. Sawa, lakini shangazi unawafahamu? Shangazi na yeye, shangazi kwa kweli sifahamu alipo. Ndio. Baba wakubwa wadogo?
Yaani hao toka baba alivyofariki mimi nilikuwa mdogo. Walimtenga mama. Mama ikabidi ndo walivyomvamia wakamnyang'anya kila kitu tukamia huku. Ndio. Pole sana. Matarajio yako sasa ni nini? Matarajio yako? Yaani unatamani kuja kuwa nani ili usaidie familia yako? Mimi ndoto zangu nilikuwa nasoma niweze kuwa hata mwanajeshi au dokta. Ndio. Sawa. Unahisi nini kikifanyika inaweza kuwa ni msaada kwako pamoja na kwa mama, kwa familia yako kwa ujumla, wadogo zako na weka kusaidia kusoma vizuri mpaka unahitimu masomo yako? Ambacho ninachotamani kifanyike ni ile nyumba kule site iweze kumalizika, hata tuepukane na masuala ya kodi, na kingine mama aweze kupata biashara ambayo atakuwa ametulia yani kwenye kivuli, asiweze kuhangaika juani, maana alipa na operation nyingi. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu hicho, ile nyumba kule ikiisha, ili swala la kodi atapunguza hata mawazo ya kuanza kodi. Kwa hiyo akiwa na biashara ambayo anaingiza hata kwa siku hata kama ni 500, tunaweza kukizi mahitaji yao. Umezungumzia swala la nyumba. Mama amejenga ile nyumba kwa muda gani na iko sehemu gani na ina vyumba vingapi? Mama hiyo nyumba amejenga toka mwaka juzi. Mwaka juzi ilikuwa imeisha. Kipindi anafanya kazi ya hoteli kabla ya kuugua kisukari. Hasa na hizo operation alizokuwa nazo na ule moto unamunguza ngozi, ilipelekea baadaye alivyougua na mdogo wangu asikosei alipoenda kulazwa Bugando, ilishindikana kuendeleza ile hoteli maana mtaji uliisha. Sasa na yule wa pale alikuwa anahitaji kodi, kabidi tu pafungwe. Ndio tukarudi, na nyumba mama alikuwa ameshajitahidi amejenga hadi imefikia pale. Kwa alikuwa anapambana aweze kupata hela ya kuweza kuwezeka pale na fundi na kukarabati ndani, ikashindikana. Na nyumba iko maeneo ya Kona Kaenzi. Mama alipambana ikashindikana, ndo kama hivyo anapata hela, mdogo wangu anaugua anaenda Bugando. Shangaa miezi 3 inaisha yupo huko. Na huko nyumbani nabakia na hao wadogo zangu wanaosoma darasa la 5 sasa hivi. Ndo kama hivyo yani. Sawa, na unamwahidi nini mama sasa? Anakusikiliza sasa hivi mama. Umejitoa mpaka sasa hizi unaendelea kumhudumia, nini ambacho unamwahidi? Mimi namwahidi siwezi kukata tamaa. Hata mimi nisingekuwa kufikia hapa kidato cha 4. Ndio angekuwa ameshakata tamaa nisingesoma hadi kufikia kidato cha 4, labda ningekuwa hata sisomi yani. Sawa, na wadogo zako unawaambia nini? Wadogo zangu mimi nawashauri wasikate tamaa, wote tuendelee na masomo ili tuweze kufanikiwa, tuweze kumsaidia mama. Mama yangu na wadogo zangu nawapenda sana.